Smart B Medias, Kahindi Creatives. Najiulize swali balaga lisilokuwa na majibu. Dada zangu wa siku za sasa, mfumo umewakamata. Simu za mkopo, tapata wapi pesa ya kulipia? Ukitazama kwa undani, ni mwanafunzi analipia simu yake wiki, mwezi, mwaka, na hana yoyote kazi. Simu za mkopo, simu za mkopo. Wametumia thamani yao kwa njia ya kulipia simu ya mkopo. Niambie bwana mkubwa. Fresh. Bwana, leo niko na swali ningependa kukuuliza kidogo. I want problems always. Hivi, una uhakika kabisa kwa Saumu unaichapa peke yako? Unamaanisha nini? Sasa ngoja nikuambie kitu ambacho wewe hujui. Jesus. Saumu si yako na simu? Ndio. Na ile simu si inalipwa dei? Yeah. Na wewe ushakulipia hata siku moja? Hapana. Hapo sasa. Hivi, unajua zile pesa anazitoa wapi? Siwezi jua. Pengine za kwa analipa na mamake. Acha kujiendekeza. Toka lini Saumu akalipwa simu na mamake? Hivi hata hiyo deposit ya kuchukua hiyo simu, wewe unajua ilitoka wapi? Sasa huyu. Ngoja nikwambie kitu ambacho hujui bwana. Hivi unajua Saumu yuko wapi? Jesus. Hapana. Jesus. Hujui. Alafu unasema uko peke yako. Kwa heri bwana. Wewe nafikiria. Oh my God. Simu ya mkopo, ya mkopo. 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 Bwana Idi, naona umefika. Ndio, nimefika. Na umenitafuta muda si mrefu tu kidogo. Kweli nimetafuta sana. Niambie, tatizo nini? Ni kuna yule mdogo wangu wa kike yule Saumu. Bwana, ni masaa 6 tangu ampita sasa hivi. Na ametoka na hajarudi nyumbani. Na si kawaida yake kabisa yani. Okay. Mimi nilijua utanitafuta kwanza. Jambo la pili, hizi funu kuhusu Saumu hapa mtaani, najua si kama umezipata ndio maana uko hapa, lakini ukweli ni kwamba Saumu yuko na simu. Yuko na simu? Simu ya mkopo. Kubwa sana. Pesa nyingi, hata ukichanganya ni kama 35,000. Na simu yenye yuko nayo yeye yalipia kila siku. Na najua kwako umekuja kama pigo fulani hivi kwa sababu hajai kuambia wazazi ni wao kuja na kuondoka. Na kulingana na Saumu mimi namjua, msichana mdogo, mwanafunzi, hafanyi kazi yoyote. Alafu uko peke yako, alafu mtoto wa kike. Hawezi anza kuchakura manguo zake, hata ameficha wapi simu. Heshima pia itaanguka. Na kesho nikwambie tu mapema, Saumu ni malaya. Malaya? Na nitakuja kuambia ni kwa nini dadako ni malaya hapo kesho utakapokuja, lakini kwa sasa najua mtafuta. Enda nyumbani pale usubiri atarudi. Ufanye uchunguzi wako, muulize viswali kidogo, ili ukikuja hapa nitakuja kueleza kwa nini Saumu nimemuita malaya, ama tutamuita malaya. Si kama umenielewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Simu ya mkopo, ya mkopo.
simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo. Baby, ulichonipatia leo sema kweli nimeenjoy. Hadi umenikumbusha mambo ambayo nilikuwa nimeyasahau. Ndio naweza fika. Pia mimi nimeenjoy. Alafu vipi la kulipia simu? Alafu mbona kila nikikuita kwangu kama watoka paka pesa? Ni biashara ama nini? Ulikuwa ni uichape unipe pesa nikalipia simu. Kwani nilikuwa nataka nilipe na makaratasi? Lakini kusema kweli mimi hapa leo sina pesa. Ulikuwa nataka simu nilipe nani? Majani na makaratasi. Jesus. Kumekucha. Mimi si mtu wa kukopesha kama wenye umezoea. Isifike saa 2 pesa yangu umenitumia nipe. Simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo. Niambie kiongozi. Ya mkopo. Leo nimekuwa vizuri kukutana na wewe hapa. Maanake nimehangaika kote kitaani. I want problems. Lakini sijakuona. Kumbe umekuja tulia tu bwana. Ndio, na matu uketi hapa nipungepunga upepo. Sasa kuna jambo hilo ambalo nimesema kwamba siwezi lala bila kukuona ili nikupe mwenyewe. Ombea. Sasa huyu. Sasa kuna jambo kuhusu Saumu. Wajua kwenye pite zangu huku mtaani nimekutana naye hapo kati hapo. Alikuwa ameshika njia fulani hivi ambayo una uhakika kabisa ni kule, kwa kuwa kule anakoendaga kila siku. Kuna jamaa mmoja hivi anaitwa Fred. Huko ndo naenda ili apate Msubiri. bie. Oa, mwanoma mjua si ndio? Yeah. Ashika njia. Simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya... Wenda. Salamu. Aya mambo. Magumu. Aya, twende ukaichape unipe hela kulipia simu. Kuna babako. Basi ni mpenzi wangu. Kwani nilikuwa nataka niende nikamwambie. Sawa. Mimi sasa sina pesa. Kwa hiyo twende ukaichape. Then unipe pesa. Sina pesa. Nenda katafute pesa then uje nilipe simu. Simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo. Niambie bwana lenye mashemegi wengi. Matusi tena. Vipi, mbona sijakuelewa? I want problems always. Sijali. Utanielewa tu. Ila kwa sasa mimi najua unachotafuta. Si unamtafuta dadako sieti? Lakini bwana mkubwa, mbona unahangaika sana? Wewe mwache hangaika, atafuta anachokitaka. Akishakipata atarudi nyumbani. Nyosha maelezo kidogo, sijakuelewa na maisha nini. Kwa sasa najua huwezi nielewa. Lakini dadako akirudi nyumbani, muulize kama alikuwa ametoka hapa. Halafu hapo sasa ndo utapata ukweli kamili. Kwa heri bwana mkubwa. Tutaonana. Simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo. Sasa shikamoo. Marahaba. Watoka sasa? Nimetoka kwa Halima. Kufanya nini? Tumekaa tu kwa story za kawaida. Muda wote ulikuwa kwa Halima unapiga tu story. Sasa nifanye kazi gani na kazi zote nilikuwa nishamaliza. Ushaja vyombo? Si vyombo mvisafi. Umepika? Kwani wewe zingeje jikoni ukapika wewe? Nyamaza, watakusema mimi ningeje jikoni nipike. Kwani vibaya?
Uko na simu? Sina. Nauliza tena, uko na simu? Sina. Hauna simu ya mkopo wewe? Mwenye simu ya mkopo ni Halima. Sawa, wewe ni fiche tu. Uje siku zangu zina 40. Kwani ninaiba? Simu ya mkopo, ya mkopo. 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 Dada, mambo poa? Vipi, mwana rafiki yako Saumu? Saumu ni muda mrefu hatujaonana. Sawa, mama alikuwa amenituma. Anaambia nje kuuliza kama umeshalipia simu yako ya mkopo. Simu namalizia kumsonga huyu hapa. Alafu nitaenda lipia, hakuna shida, atanipatia hela. Na vipi ndani umeshapiga tayari? Ndani tayari. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo. Mambo. Uko mzima? Mzima. Okay, sawa. Kuna swali nataka nikuulize. Uliza. Kuna taarifa ambazo unazipata huko mtaani kwamba siku hizi umeanza kudanga. Ni ukweli? Jana nilikwambia urudi hapa ili nje nizungumze na wewe. Nikuonyeshe ni namna gani Saumu nilimuita malaya. Na uchunguzi wako, je, umegundua kwamba simu yuko nayo? Ndio. Umeiona? Simu mimi niliona. Nikamuuliza kwenye alitoa lakini hakuweza kunijibu. Sasa ningependa kueleza kwa nini Saumu ni malaya. Ama kwa nini tumuite malaya. Tuanze na ile simu. Simu lazima mtu akaichukue na ilipie. Deposit ya pesa kisha ni pesa ndefu, pia awe na kitambulisho. Mkweli. Na ile simu yenye yako nayo mimi naijua. Ni simu kubwa yenyewe, ni simu ambayo iko na deposit yake ni kama 4,000. 4,500. 4,000? Ndio. Hizo 4,000 hata mwenyewe ukipiga mihangaiko yako kwa siku hata 200 ufikishi. Lakini yeye kitambulisho changu. Sio kama umenielewa hadi hapo. Inaonyesha kwamba kuna mtu hapo anahusika. Mapenzi yetu na kudanga wapi na wapi? Okay, sawa. Je, unaweza niambia simu ya mkopo nani ambaye alikununulia na namba na kulipia? Wakati wewe huna kazi na mama mwenyewe aligoma kabisa kukulipia simu. Hii simu najilipia mwenyewe. Na aliyonichukulia haikuhusu. Maanza kibure siku hizi ama kuna mwingine nje, si ndio? Wewe mwenyewe ukikwambia nilipewa shindo. Ndio maana unatoka na watu wengine kusudia kulipia simu, si ndio? Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya Atachana na hiyo deposit si shida hiyo. Anaweza enda kopa mahali tuseme hata kama ni mkwanye hivi vikoba vyao nasema vikoba machama. Tatizo linakuja hapa katika malipo ya kila siku. Maana lazima ulipe ile simu ndio utumie. Swali linakuja hapa. Dadako tunamjua ni mvivu, hapendi kufanya kazi. Sio kama ule mwenzake anaitwa Halima. Halima yasonga pale. Wakati mwingine amekoma mzazi wake anamlipia. Sasa tatizo linakuja hapa. Dadako ni malaya kwa sababu hii ambayo naisema. Ile simu lazima ilipie kila siku. Kwa hivyo ile kulipalipa kila siku. Kazi hana, lakini online yuko, simu haifungwi na kila siku yang'arang'ara kidogo. Na kulingana na mimi najua, huwa yapotea mazingira mengine pale yapotea kama saa 2-3 hivi. Sababu pesa pale anaweza lipa kama 83 hivi, kama 90 hapo, sijajua. Lakini sisi ni wanaume. Tunavaa viatu kwamba nimelipia msichana simu. Nikimshika nitamfanya nini? Ndio. Unapata kwamba katika ile kulipa kila siku lazima apate pesa. Pesa naitoa wapi na afanyi kazi? Wanaume wapo ama wapo? Jibu konani. Sasa ni hivi bwana mkuu. Wasichana wengi watasema kwamba eti ni jukumu lao, wamenunulia simu lazima ilipie.
lakini mwisho wa siku kuna kitu mwanamke anakipoteza, ule utu wake anaupoteza. Sababu msichana mzuri anaweza kuwa mke wa mtu, lakini atakuwa anafanya ili kumaintain ile maisha high class ambayo hata sio uwezo wake, ni umalaya. Tofauti yeye na malaya iko wapi? Maana malaya lazima ale na mwanaume apate pesa akidhi mahitaji yake. Na dada yako, lakini mimi najua si mambo yake yule. Exactly. Hakuna siku atakaa wewe. Sasa kuuliza hapa tapo mtaani hapa. Kwani malaya wanajianika ama kuna brand kwamba sisi ni malaya? Hapana. Sio kama ushanaelewa paka. Wewe unaweza kushauri kitu kimoja. Kila Jumamosi tu ka biashara kama nini? Ka viazi, mihogo, Jumamosi ende shule. Anaweza lipia ile simu yake kuliko anze kujiuza. Idi. Naam. Anaongea na dada. Nitaongea naye, nitakuja naye atakusikiliza pia. Shwari. Wewe ndo utakuelewa hapo. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo. Poa, vipi? Mbona siku 2-3 hizi umepotea, uko wapi? Niko nyumbani tu, nimetulia. Ila wewe ninavyokujua tena ukae nyumbani. Unamtuka nyumbani vibaya. Nina mazungumzo na wewe. Ni kuhusu kakangu. Ana nini kwa? Wewe una malengo gani na kakangu wewe? Kwa nini? Mbona niulize hivyo? Hivi wataka kumuua kakangu na ugonjwa? Ugonjwa gani tena? Si ukimwi. Wewe unavolala nao wanaume ili ulipewe pesa, ulipewe simu, uafikiri hauwezi pata ugonjwa. Sasa na wewe mwambie kakako akae mbali na mimi. Nitamwambia. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo. Kaka, umefanya vizuri kuja. Kuna kwa semaje? Nina mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani tena? Ni kuhusu wewe na Saumu. Tuna nini kwani? Hivi wewe ukiambiwa kuhusu Saumu usikii? Sasa unajua dada tatizo lako na wivu. Mimi nilikwambia tafuta mtu akuoe ama upate mpenzi pia, na ndio jua mapenzi. Wewe unatuona mimi na Saumu karibu, unaanza kuona wivu, si ndio? Kwa hiyo wewe wataka upako ugonjwa ndio ukao utulie, si ndio? Ndio ukiambiwa utasikia. Sasa huyu. Sasa nakwambia mimi, ukipata ugonjwa shauri zako. Yule msichana yolala na watu ili ndo apate pesa ya kulipia simu. Sasa sikiza, mimi na Saumu ya kuhusu sawa. Achana na sisi. Nakwambia uachane naye, si eti anihusu, wewe ni kakangu. Simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo. Baraba Saumu, jambo. Mimi nadhani wanijua. Maana hata mke wangu anamtuma kule siku moja msonge ni nini. Mbona unaacha kusonga? Vidole ndio vyasumbua. Vidole hivyo Saumu, mimi nimeongea na kaka yako Idi. Ameniambia kwamba nje kushauri kidogo maneno mawili ama matatu kuhusu maisha venye yalivyo. Na amesema kwamba jana alikuwa anakuuliza kuhusu mambo na simu, ukamwonyesha simu ya Samsung. Sasa ni kuhusu hiyo simu. Tatizo sio simu, tatizo ni ile ni namna gani wewe unaweza maintain ile simu itumie kila siku ili hali kwamba unafaa kuilipia kila siku. Sasa mimi ningependa nikushauri kidogo, ama kushauri mawili matatu. Si kama kuna muda ama kuna mahali unafaa kwenda. Leo niko free, tunaweza kuongea. Sawa. Kuna hizi biashara ndogo ndogo unaweza zianza hizi, kwa mfano karanga viazi. Sawa, vile vya choka, lakini za viazi, mihogo ile Jumamosi na Jumapili peke yake. Hata uendi shule lakini. Pili, ili wiki nzima unaweza lipia simu ile simu uitumie bila tatizo lolote. Unajua simu ni nzuri na kusaidia katika mambo na masomo, entertainment pale kwa sana marafiki zako, yani wale watu ambao wako mbali kidogo, at least na kwamba uko karibu na wao. Lakini sasa unakifanya wewe kupata ile pesa ili ulipie ile simu kila siku ni kitu kakako hataki. Ndio maana yeye ameona simu lakini haja kunyang'anya. So itakuwa ni kitu kwa jambo lingine la busara sana. Najua ni kama bangi, punguza polepole.
boyfriend ni wengi, punguza moja moja. Ni chovya si nzuri, unaweza pata ujauzito, magonjwa. Lakini kumbuka kwamba mficha maradhi. Hivyo sasa, akwambiraye aza kuhenza, anayekwambia amekupenda. Sawa, wewe fuata shughuli zako. Haya, ushinde salama. Nawe pia. Ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo. Simu ya mkopo, ya mkopo. Mimi najua kila kitu kuhusu sasa. Hakuna kitu chenye nifiche. Najua kuna simu ya mkopo. Najua siku hizo wadanga balisha wanaume. Sasa sikia, mimi nitakwambia kitu kimoja. Mimi najua ni mtu mzima sasa, unajielewa. Unajua baya na zuri. Hii ni dunia na dunia ni duara. Fanya kila kitu, lakini kujua kuna mambo mabaya yanaweza kutokea. Kuna ukimwi, kuna mimba mapema, na masomo yako pia yaweza yumba. Alafu na la mwisho, wazazi wetu wakirudi, ujue la kuambia, mimi nitakuwa siko hapo. Simu ya mkopo, ya mkopo. Sawa, mambo. Poa. Uko poa? Poa. Kiukweli mimi Saumu nimekaa chini nikafikiria. Kwa maamuzi ambayo ulikuwa unaniongelesha, venye unanijibu. Kama mwanaume na kama binadamu. Kiukweli sijapenda. Na mwisho wa siku matokeo ambayo nimepata, naona mimi na Saumu tuachane. Na sio kwamba tuachane tumekosana. Hapana. Sitaki mwisho wa siku uje niumize ama nikuumize. Kwa hiyo wewe kuanzia sasa hivi kuwa huru na mambo yako. Ila tambua kwamba vitu ambavyo unavifanya vina mwisho wake. Sija kuja kuongea sana hapa. Kwaheri. Simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là, Wazazi oh my God. wazazi wamechangia, hakuna tena maadili mema, watoto wetu wanaangamia, kwa njia zisizo za sawa, anatumia thamani yake kwa njia ya kulipa simu ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo, simu ya mkopo, ya mkopo. Kahindi Critics, Smart B Medias, ya mkopo.